Ukweli au uongo. Hujambo mwana RFI Kiswahili, karibu tuhakiki habari pamoja, haswa kwenye mitandao ya kijamii. Uko nami Jupita Mayaka. Nami ni Hilary Ngati, na wakati wote tunashirikiana na Laben Valencia, na moja ya habari tunahakiki ni je, kweli Israeli imetuma wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Pia tutaangalia habari zinazozingira Senegal kuvuliwa ubingwa wa AFCON na kupokezwa Morocco. Namba ya kuwasiliana nasi ni alama kujumuisha 254707888555. Mambo vipi Ngati? Nipo vizuri, wewe uko vipi? Kuvalia nyekundu wote kuna maana gani? Hatuwezi kusema hewani, si hata wewe mwenyewe unajua. Kwa kweli, Collins Kadambe anasema kutoka upande wa pili. Tumsalimu msikilizaji. Kabisa. Sasa msikilizaji, licha ya makubaliano ya Washington yaliyotiwa saini mwezi Disemba mwaka uliopita kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, pamoja na usitishaji mapigano, eneo la mashariki ya Kongo halionekani kupata amani ya kudumu katika siku za hivi karibuni. Msikilizaji, kama unavyojua, mapigano ya mara kwa mara yanaendelea, na kutokana na hali hii kuna minong'ono mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uungwaji mkono wa madola ya kigeni kwa majeshi ya Kongo. Sasa msikilizaji, katika muktadha huu ambapo taarifa tunazothibitisha zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii, haswa kwenye Facebook na X, na moja kwenye Facebook inasema hivi, wacha ni nukuu: kulingana na chanzo, wanajeshi wa Israeli wametumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, dhamira yao ni kuchangia kukomboa Bukavu. Tunaanza kwa kuhakiki ikiwa huu ni ukweli. Tunaanza kwa kutafuta kwenye Google kwa kutumia maneno muhimu kama vile wanajeshi wa Israeli wametumwa Kongo Mashariki, Bukavu, ili kuthibitisha uhalisia wake. Ingati matokeo yanasemaje? Katika matokeo ya kwanza tuligundua kuwa hakuna chanzo kinachoaminika rasmi au kinachohusiana na vyombo vya habari kingeweza kuthibitisha madai haya. Pia tunaangalia zaidi njia rasmi za mawasiliano za vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na IDF, jeshi la Israeli. Kwa pande zote mbili hatujapata taarifa zinazoonyesha ushirikiano wowote wa hivi majuzi kati ya vikosi vya Kongo na Israeli mashariki mwa DRC. Lakini pia msikilizaji, tuliangalia kwenye akaunti ya X ya msemaji wa kundi la AFC M23 ili kuona taarifa yote kushutumu hili, na hatukupata taarifa kama hiyo. Habari pekee tumeipata inayohusiana na hili ni chapisho lililotaja ziara ya rais wa Israeli Isaac Herzog kule Kinshasa mnamo Novemba mwaka jana. Swala la kutumwa kwa jeshi halikutangazwa. Lakini je, tunajua nini kuhusu ushirikiano wa kijeshi wa DRC na Israeli? Kimsingi inahusu programu za mafunzo. Bila ushahidi wa kuwepo au kutumwa kwa wanajeshi wa Israeli wa ardhini nchini DRC, hakuna ushahidi wa kuunga mkono madai kwamba wanajeshi wa Israeli wametumwa mashariki ya Kongo. Hadi sasa habari zinazohusisha jeshi la Kongo na Israeli zinataja tu ushirikiano kulingana na mafunzo na kujenga uwezo kwa jeshi la FARDC. Pia tumewasiliana kwa njia ya simu na ubalozi wa Israeli jijini Nairobi nchini Kenya, na wakajibu hivi, na nanukuu: jeshi la Israeli halijatuma wanajeshi wake DRC. Ukweli au uongo. Mkurugenzi Albert kutoka kisiwa cha Iji kule DRC, na makala haya yanaruka moja kwa moja kupitia Iji FM, ananiambia wanasikiliza makala ya ukweli au uongo. Uko nami Jupita Mayaka. Wenyewe kule Kongo ama kule Bukavu wanasema kisanga cha Ijwi. Kisanga? Sio kisiwa. Ni kisanga cha Ijwi. Wewe ulize kwa nini wanasema kisanga cha Ijwi. Watu wa Bukavu mnieleze basi. Kabisa. Na bila shaka msikilizaji, bado uko nami Hilary Ngati, na amekujuza mwenzangu Jupita Mayaka. Na sasa habari nyingine tunaangazia ni kuhusu AFCON, na picha mbili zilizonaswa wakati wa ziara ya ushindi wa Senegal wakiwa na taji la kombe la mataifa ya Afrika zimewasilishwa kwa njia ya uongo mitandaoni, zikionyesha tuzo hiyo ya soka ikihamishiwa katika kambi ya kijeshi baada ya timu hiyo kupokonywa taji lao mwaka 2026. Sasa msikilizaji, machapisho ya Facebook ya Machi 19 na 20 yalisema kwamba kocha wa Senegal Pape alihamisha kombe hilo kwenye kambi ya kijeshi. Machapisho haya yalijumuisha, kuna picha mbili hapa za wanaume wakizungumza na Pape ambaye ameshikilia tuzo la dhahabu. Yani ilikuwa inaambia kwamba waende wachukue wenyewe kwenye kambi ya kijeshi. Ambapo kuna ulinzi mkali. Naam, lakini ushindi wa Senegal wa AFCON ulibatilishwa mnamo Machi 17 baada ya shirikisho la soka la Afrika kupitisha rufaa kuhusu fainali ya michuano hiyo mwezi Januari. Morocco hatimaye ilitangazwa kuwa mabingwa, uamuzi ambao Senegal ililaani.
picha katika machapisho ya mtandaoni. Hata hivyo, ni picha za skrini za video iliyorekodiwa zaidi ya mwezi mmoja kabla ya uamuzi wa shirikisho la CAF wakati Senegal ilipotembeza kombe hilo kote nchini katika kusherehekea baada ya ushindi wao. Akaunti rasmi ya timu ya kandanda ya Senegal ilichapisha video kwenye TikTok mnamo Februari tarehe 8, ratiba iliyotangazwa na shirikisho la soka la Senegal. Kombe hilo lilionyeshwa katika jiji la St. Louis siku hiyo na kisha hadi kwenye sherehe katika ofisi ya gavana. Na mara ya mwisho kombe la AFCON lilionekana hadharani ni Machi 28 wakati timu ya soka ya Senegal iliposindikiza hadi uwanjani kabla ya mechi yao ya kirafiki dhidi ya Peru nchini Ufaransa. Kwa hivyo, msikilizaji, video inayosambaa ilirekodiwa wakati wa ziara ya ushindi wa kombe hilo na imeonyesha wanachama wa bendi ya kijeshi wakipiga picha nayo kwenye uwanja wa ofisi ya serikali ya mkoa. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254 707 888 555. Unasikiliza RFI Kiswahili, kipindi hewani ni ukweli au uongo. Kwa nami Hilary Ngati nami ni Jupita Mayaka. Msikilizaji, kwenye njia ya simu tunaungana naye mchora bonzo wetu maarufu Dr. Medi kutoka kule Tanzania. Medi, muda wetu unasonga sana, lakini umesikiliza makala ukweli au uongo jioni hii. Wewe umechagua kuchora kibonzo kipi? Kibonzo ambacho tutachora wiki hii kitahusiana na taarifa ambayo imesambaa kwa mitandao ya kijamii kuwa Israeli imetuma wanajeshi wake kupeleka kule eneo la DRC. Kwa hiyo kibonzo ambacho ninachora kitahusiana na hiyo taarifa. Ningependa kuambia wafuatiliaji wetu waingie kwenye tovuti yetu ya RFI Kiswahili ili wapate uondo mzuri kwa kuisoma na kuitazama hiyo katuni. Asante Medi, wewe na jioni njema, na ukamilisha kibonzo chako ili msikilizaji wetu aweze kukipata kukiona. Asante pia. Kwaheri. Na msikilizaji, ukitaka kutazama kibonzo chake Dr. Medi kama ambavyo umekuambia, unaweza kutembelea mitandao yetu yote ya kijamii RFI Kiswahili. Na sasa tunatega sikio kwa tumbuizo la Benevolencia. Upenda. Yes kaka. Maraba habari mbaya yenyewe mimi napata mshera utamini. Habari gani? Tunapata shida mimi nakwambia mpenda. Mezamiri. Mbona nikopesha? Kuko nini? Mshera, itakuwa hatari sana. Hatari gani? Namaliza soma sai kwa mtandao. Kama Mchoma alishavamia bara ya Jolie. Na alisha kama hakuna hata siku moja tena yenyewe uzaliwa wa hapa kwetu ataingia kama ile bara. Nini? Ndio. Uko unafanya musa rafiki yangu. Moshe, jisomee wewe peke angalia. Leta telefoni nione. Banaandika mzuri hapa kama. Tuone. Mchoma alishajikamatia habari ya Jolie na ni ba étranger bazaliwa ya kwabo. Unaona pale mzuri ndio tu benye batakuwa banaruhusiwa kuingia mwa ile restaurant bar. Na unaona? Acha bile. Maana kinjo kusema shiba zalo hapa, hatuna tena dura kunya pombe mwa ile bare kwa mkijiji yetu. Mon cher. Shira maraba tozitika. Mimi nawaza yafaa tujiorganize. Tuandamane juu barudishie Jolie uongozi wa bar restaurant yake. Inalomba Mchoma na ba étranger bote tunawafukuza tena mwa hiki kijiji yetu. Tuwafukuze kabisa. Chunga kwanza. Inafanya te Jolie sai ku telefone tumwarifu. Si ya me libre pale. Oui, allô Tamiri. Uko bien wangu? Mais Jolie, namna gani mimi naweza kuwa bien? Japo mimi napokea habari sai kama ule étranger wa Mchoma alikufukuza na kuvamia bar restaurant yako. Kisha anaanza sema kama bazaliwa ya kwetu bote hakuna mwenye atengiaka pale. Unataka niambie ni wapi toko nyumu tuta ile habari? Dunia mzima inajua. Na ndio habari nyeko kumitandao. Ndio. Tusikie. Shi tuko tayari pia kusaidia sana na tuingie mwele barako tuchunge tufukuze wale wa familia bote wenye biko na kesi. Ewa, mama tangu mtulizane kwanza. Hakuna mwenye alikamata habari histo yangu. Na sasa tuko tunaongea hapa. Tuko tunatumika na Mchoma. Ewa, mfanya angalisho sana na hizi habari zenye siku zinazunguka kwa mitandao. Inafanya mkomo unachunguza habari za ndugu yangu. Ewa, nemukia kwanza hapa mkuje viereni. Shukrani za dhati Mchoma na Jolie kwa elimu hiyo kupitia tumbuizo. Msikilizaji, ikiwa kuna habari unataka tuhakiki, sema nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni RFI Kiswahili. Lakini pia usikose kutuma ujumbe wako mfupi kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza namba kujumuisha 254 Ukiniita Jupita Mayaka nitaitika. Nami ni Hilary Ngati. Kwaheri hadi muda mwingine.